Hii ni Maisha Kamili, tukufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, tunakukaribisha katika somo la siku ya leo, ambayo leo ni siku ya Jumanne. Tuna somo zuri linalosema iligongomelewa msalabani. Kilichogongomelewa msalabani ni kitu gani? Tutakapozama ndani tutaona ni kitu gani. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako, maana wewe ni mwema katika maisha yetu. Asante kwa kibali tena umetupa siku ya leo, tuje tujifunze, wewe ukiwa mwalimu wetu. Tunamwombea mfuatiliaji wetu, tunapojifunza hapa, na yeye apate haya masomo sawa sana mapenzi yako. Anza nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Iligongomelewa msalabani, lile fungu la uchokozi na ulikumbuka, ndio liko huko katikati ya Wakolosai sura ya 2 mstari wa 11 mpaka 15. Ni nini kiligongomelewa msalabani? Ndio hapo sasa. Tumeambiwa kuna tusikubali kushawishiwa tofauti. Tuhakikishe tumejengwa katika upendo, maarifa na hekima ya Mungu na faraja zake. Hiyo ndio juhudi ya Paulo kwa ajili ya kanisa. Anataka hayo mambo ndio tuwe nayo. Tusikubali kushawishiwa. Kuna watu ambao wanataka watushawishi na vivuli. Washenga. Twende tuzungumzie habari hizo kwa kusoma katika Wakolosai sura ya 2 11 mpaka 15. Tutaangalia kilichogongomelewa msalabani ni nini na kwa nini hatutaki kushawishiwa vinginevyo. Mstari wa 11 mpaka 15. Katika yeye Kristo huyo, katika yeye mmetairiwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuuvua mwili wa nyama, sawa, kwa tohara ya Kristo, sawa, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, sawa, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye, sawa, kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Sawa kabisa. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye. Yep. Akaishi kutusamehe makosa yote. Akiisha kutusamehe makosa. Akiisha kutusamehe makosa yote. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka, na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi, au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Mtu asiwanyang'anye thawabu yenu. Thawabu yenu. Huko utaendelea wewe kwa mapenzi yake. Huyo utaendelea, unaona, lakini ameenda vizuri. Mtu asiwanyang'anye thawabu yenu. Kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika akijitia katika. Tutaendelea hayo mambo mengine kesho, huko mbele tunakoelekea. Sasa twende kilichogongolewa msalabani nini? Kwanza kuna ushawishi hapa. Afu Paulo ndio anasema hao watu wanashawishi vitu vya zamani vilivyogongomelewa msalabani. Na wasilisha iliyogongomelewa msalabani ni sheria. Ndio sheria, ni sheria. Na hii sheria
ni katika sura zake hizo mbili. Sheria za sheria katika utaratibu wake mmoja, japo unaweza kusema katika taratibu mbili, katika kutuongoza kwa Kristo, kama kivuli kinavyoashiria mwili uko pale. Tohara ilikuwa inasema hujakamilika, huo mwili unatakiwa uvuliwe. Sasa sisi tulio katika Kristo Yesu anasema tayari tulishauvua huo mwili, tumeshakamilishwa. Tena sio tohara ya mikono, mwili mzima, utu wa kale ulishasulubishwa, tumekamilishwa tulipokufa na kufuka pamoja naye. Kwa hiyo ile sheria ya tohara, mtu akija akaanza kukuhukumu, wewe umetahiriwa au hujatahiriwa, wewe mjaruo umetahiriwa au hujatahiriwa, nilishatahiriwa. Ila ilikuwa kwa mujibu wa sheria ulitakiwa utahiriwe. Alafu kama wewe umetahiriwa, ulikuwa unamuita huyu asiyetahiriwa ni mwenye dhambi, kwa sababu hiyo sheria ya kutahiriwa ulipewa wewe uliyepewa Torati. Sawa, ambayo ilikuwa inakutofautisha, lakini ilikuwa inaleta pia uadui. Ilikuwa inaleta mpaka kati ya waliotahiriwa na wasiotahiriwa. Ilikuwa ni sheria na ilitolewa na Mungu. Ndio. Lakini hii sheria ilikuwa sio tu ina uadui, inatengeneza uadui katikati yetu, lakini ilikuwa inatengeneza uadui katikati yetu pia na Mungu. Sio tu sisi na Mungu. Sheria ukivunja inasema wewe ni mwenye dhambi, unastahili mauti, unastahili kukaa na Mungu wewe. Kwa hiyo ilikuwa namna hiyo. Lakini ukiwa ndani ya Kristo Yesu hauko chini ya sheria. Sheria haiwezi kukuhukumia kwamba wewe uko chini ya dhambi, maana uko chini ya neema. Sasa mtu ukianza kusema wewe mbona ustahili kwenda kanisa, umezini, asema Kristo anasema hata mimi siku nendo usitende dhambi tena. Sasa sikiliza, haya ninayozungumza unaweza kusema hivi, zaidi ya hapa tuliposoma kuna mahali pengine, naomba nisome haraka haraka, kwamba sheria iliyogongomewa msalabani ni yote, iwe ni ile wanaita ceremonial o moral, ni ile iliyokuwa inatutangazia Yesu anakuja kupitia zile sadaka na vinywaji na kadhalika, pamoja na amri 10. Ndivyo tunavyosoma katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 22, anasema lakini andiko hapa anasema limewafunga wote, lakini ingeweza kutafsiriwa pia limewafunga wote, Wayahudi kwa wasio Wayahudi, andiko chini ya nguvu za dhambi, makusudi hao waaminio wapate ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Niko 23. Lakini kabla ya kuja ile imani, tulikuwa tumewekwa chini ya sheria wote. Sisi ambao tulikuwa tumepewa sheria, tulikuwa tumewekwa chini ya sheria. Na ikiwa kama ulikuwa uko chini ya sheria, ulikuwa nje ya sheria. Sawa? Tulikuwa lakini tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Sasa unahesabiwaje kwamba wewe hukumiwe, wewe una haki ya uzima? Ni mpaka uwe ndani ya Kristo Yesu. Amen. Ambaye ndio imani, anatajwa kama imani. Sawa? Sasa ukiwa sasa umekwisha hesabiwa haki kwa imani, umempokea Kristo Yesu. Mtu akija akasema umetahiriwa au hujatahiriwa, wewe ni mwenye dhambi, kaa pembeni. Unasema nilishatahiriwa tayari. Tohara ipi? Nimempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Haya, Sabato. Tuendelee tusiendelee? Wewe hujashika Sabato, na kuna Sabato za aina mbalimbali, lakini ikiwemo tunayojua ambayo ni regular, very regular, ni ile ya kila wiki.
Wewe hujashika hiyo sabato ya siku ya saba. Alafu ukiwa ndani ya Kristo Yesu anasema yeye aliyempokea Kristo Yesu amepumzika. Kwa hiyo hutakiwi kumhukumu kwamba hajapumzika. Kwanza amempokea Yesu Kristo. Yaani utamwambiaje hajapumzika wakati ile sabato ilikuwa nasema, maana nasema Torati ilikuwa inatuongoza kwa nini? Kwa Kristo. Kwa hiyo sabato ya siku ya saba ilikuwa nasema ipo siku Kristo anakuja kutupumzisha, Kristo anakuja kutupumzisha. Kwa hiyo sheria iwe sabato iwe ni vinywaji vilikuwa vinatangaza uhalisia. Naomba nikwambie, unaweza ukawa umetahiriwa, umetoa zile sadaka au nini, lakini bado hujampokea Kristo kwa imani, wewe ukawa bado upande huu wa pili wa migawanyiko. Kwa nini nasema mgawanyiko? Wale waliokuwa wanafanya hivyo, wanatunza sabato na nini hivi, walikuwa wanawaona wale ambao hawajatunza kwamba hawajakamilika. Lakini Paulo anakuja kusema hata hawa waliokuwa wanafanya hivi vitu hawakukamilisha. Walikuwa wanamsubiri Kristo aje kuwakamilisha. Tohara ya mwili ilikuwa haiwezi kukamilisha, ulihitaji kubomolewa moyo mgumu. Haya, waliokuwa wanatunza siku ya sabato, unajua ndio waliomuua Yesu. Siku ya sabato kweli kweli walikuwa wanahitaji rehema, huruma, fadhili kutoka kwa Kristo ili na wao wafanye kuwa watu wa namna hiyo wa sabato kweli kweli, sio tu wanaofurahia pumziko la Yahweh na kuwapumzisha na wengine. Amen. Kimegongomewa nini sasa? Mpaka kama tumeelewana. Maana naona umeshika kabisa. Iliyogongomewa ni nini? Kilichogongolewa ni Torati, ambayo ilikuwa ni kiongozi cha kutuleta kwa Kristo. Tushafika kwa Kristo, hana nafasi tena. Mshenga ana nafasi baada ya kuolewa. Wewe ulisha kufanya kazi ya ushenga. Haya, baada ya kuolewa mtu anaweza binti anaweza au kijana anaweza kuanza kulaumu, anasema wewe mbona hauko na mshenga hapa? Ana sababu ya kukunani? Mimi ukiwa mshenga ushamaliza kazi yako. Sasa mshenga ananuna anapomwona bwana harusi na bibi harusi? Hapana. Sheria inanuna inapoona wewe hujatahiri wewe wakati uko ndani ya Kristo Yesu. Hapana. Wewe hujavunja sabato wakati uko ndani ya Kristo Yesu. Hujatoa zile sadaka za wanyama wakati uko ndani ya Kristo Yesu. Sheria inapiga makofi. Inasema haleluya. Haleluya. Sasa Paulo anasema hivi. Sasa wewe uko ndani ya ndoa, usikubali mtu akushawishi kwamba hujakamilika. Kuwa ndani ya Kristo Yesu inamaanisha kuwa ndani ya sabato, kuwa ndani ya tohara, kuwa ndani ya hizo zilikuwa zinatajwa ndani ya sheria. Sasa umekamilishwa kama ulivyompokea Kristo Yesu. Enenda hivyo. Sasa ukiwa ndani ya Kristo Yesu, siku ya sabato utakuwa ni mtu wa kutojali watu. Lazima utajali watu, utatenda mema. Kwanza sabato sio siku moja. Kwani Kristo unamvaa siku moja au muda wote? Muda wote. Mtu akikuhukumu unamjibuje sasa? Mtu akikuhukumu, mbona hujatahiriwa, unamjibuje? Niko ndani ya Kristo. Kasema hivyo ni vivuli hivyo. Hivyo ni vivuli. Nina mwili. Nina Kristo. Rafiki yangu, ninaamini kabisa kwamba mjadala huu kwa maneno haya machache hatujaumaliza. Inawezekana una maswali mawili matatu, tuulize basi, tuko hapo chini. Lakini kulingana na ushahidi uliokwisha kutolewa ni kwamba wote nje ya Kristo tuko chini ya sheria au nje ya sheria, na tunaongozwa kuja kwake. Na sasa kama umekubali Kristo Yesu ukamilishwe katika yeye, tufunge macho tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa neno hili, kwa Kristo Yesu, kichwa, maarifa ya Mungu na hekima yake, ambaye kwake tukitembea naye, tukitembea kama tulivyompokea, tunatembea katika ukamilifu, tunakuwa kulia ukamilifu. Tunataka kutembea katika njia hii, na ikiwa kama kuna mtu yeyote anahukumiwa na washenga, anahukumiwa na vivuli, kamwache huru akatembee katika uzima wako. Ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa somo letu
la siku ya leo, siku ya Jumanne. Kesho tuna somo zuri linalosema kivuli au mwili. Karibu sana, mwenyeji wako ni kwa mimi Geoffrey Omondi na mimi ni Enos Makalindile. Usikose somo la kesho.